tena ndugu msikilizaji wangu ambaye amenipa muda huu ili niongee na wewe neno lake kupitia Biblia. Tusome neno la Mungu katika waraka kwa Wagalatia sura yake ya 5 aya ya 22 hadi 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amina. Tunashukuru Mungu ambaye amenipa muda huu na wakuwa hapa mbele zako, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ili nikumbushane na wewe neno lake. Na neno ambalo tutakumbushana ni neno linalosema tunda la Roho. Roho Mtakatifu si nguvu tu na si kawaida fulani na si mtu, lakini Roho Mtakatifu ni nafsi na ni watatu katika utatu wa Mungu. Yaani Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu ni nafsi. Ana macho, ana masikio, ana kinywa, anasema, na anaweza furaha na anaweza huzunika, na ana kile kitu anachokipana kwa yule ambaye anayempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake katika maisha yake. Hapa Biblia tumesoma imetuonyesha vitu 9 kama matunda ya Roho 9 ambayo Roho Mtakatifu anayomimina ndani ya moyo wa mtu ambaye amempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake na kutakaswa na damu yake na kuwa wakfu kwa Mungu. Hapa Biblia imetuonyesha matunda 9, lakini katika haya matunda 9 tutazungumzia tu tunda moja, yaani upendo. Na video nyingine itakayofuata tutazungumzia hili tunda la pili la furaha, lakini leo tutazungumzia tu hili moja, upendo. Unaweza ukajiuliza, eti upendo ni nini? Upendo, chanzo cha upendo ni kipi? Na kwa nini Roho Mtakatifu anaanza mimina upendo ndani ya moyo wa mtu ambaye ameokoka na kumpokea Kristo Yesu? Kwa nini anaanzia kwa upendo? Chanzo cha upendo ni kipi na upendo ni nini? Acha tusome neno la Mungu, tuangalie chanzo cha upendo ni kipi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4 aya ya 7 hadi ya 8. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. 8. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Bwana asifiwe sana. Hapa tumeona chanzo cha upendo. Upendo hutoka kwa Mungu. Huyu mwandishi alisema eti wapenzi, na mpendane, kwa kuwa upendo watoka kwa Mungu. Chanzo cha upendo, msingi wa upendo ni Mungu. Bwana sifiwe sana. Hii ni pendo ambalo Roho Mtakatifu analomimina ndani ya moyo wa mtu ambaye amekubali kumpokea Kristo Yesu na kuwa wakfu kwa Mungu, kutoka kwa Mungu. Ndivyo neno la Mungu lasema, eti kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na huu upendo ni alama kubwa inayohakikisha kwamba huyu ambaye ameokoka, amezaliwa na Mungu, ni mwana wa Mungu. Ni lazima pawe kitu cha kuonyesha utofauti wa sasa na mambo ya kale, jinsi alivyokuwa kale. Yaani upendo huja ndani yake ili chuki iondoke, uadui uondoke, fitina uondoke, ubaguzi uondoke. Hauwezi kuwa mwana wa Mungu, hauwezi sema kwamba umezaliwa na Mungu, wewe mwana wa Mungu, hali ungali na chuki na fitina na ubaguzi na matusi na masengenyo ndani ya moyo wako. Haiwezekani. Ni lazima Roho Mtakatifu atende kitu kitakachohakikisha ubadilishaji wako, ya kwamba kweli kweli umeokoka. Lazima amimine upendo ndani yako, uzamu ingie na nafasi
ya chuki na fitina na mambo kaza wa kaza. Na ihakikishe kwamba wewe umezaliwa na Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yaani kama hauna upendo, yaani bado haujamjua Mungu. Hata kama unaimba, unaomba, unahubiri, unatabiri, unasema kwa lugha, hata kama hayo yote unayafanya, unatenda miujiza, lakini ikiwa bado wewe kama ungali na chuki na fitina na ubaguzi na mambo kama hayo, yaani haujamjua Mungu hata kidogo. Hata uombe, hata uhubiri, hata utende miujiza, hata ufufue wafu, kama ndani yako haujawa na upendo, bado haujamjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Bwana sifiwe sana. Unaweza ukajiuliza, eti kwa nini Roho Mtakatifu aliamua upendo uwe ndio wa kuanzilisha ndani ya moyo wa mtu? Kwa nini hakuanzia kwa kitu kingine, lakini anaanzia kwa upendo, ndio anaumimina mara ya kwanza ndani ya moyo wa mtu ambaye ameokoka? Acha tusome jibu la swali hilo katika Wakolosai sura yake ya 3 aya ya 12 hadi aya ya 14. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Aya ya 14. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Bwana sifiwe sana. Roho Mtakatifu huamua, huchagua upendo, kwa sababu upendo ndio kifungo cha ukamilifu wote. Hauwezi kuitwa mkamilifu na hauwezi kamilika hata siku moja kabla wewe haujawa na upendo. Mambo yote yanayofanyika ni lazima pawe upendo, kwa sababu ndicho kifungo cha ukamilifu. Bwana sifiwe sana. Unaweza jiuliza, sasa huo upendo ni wa kupenda nani? Roho Mtakatifu humimina upendo ndani ya mtu ambaye ameokoka ili apende nani? Biblia, tunaposoma neno la Mungu katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 22 aya 35 hadi 40, na tunaona mfarisayo mmoja katika wengi waliomwendea Yesu, na alimuuliza, alikuwa mwanasheria, akamuuliza Yesu akimjaribu, eti Bwana mwalimu, tuambie amri iliyo kuu ni ipi? Yesu akamjibu akasema, eti mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa akili yako yote, na kwa nafsi yako yote. Eti hilo ndilo amri kuu la kwanza. Kisha akasema, eti pako la pili lenye kufanana na hilo, nalo ni hili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana sifiwe sana. Roho Mtakatifu humimina upendo ili umpende Mungu. Umpende kwa nafsi yako yote, umpende kwa akili yako yote, umpende kwa nguvu zako zote, umpende Mungu. Pia umpende upende ndugu yako, jirani yako kama nafsi yako. Bwana sifiwe sana. Pembeni ya hilo pana mwingine ambayo utakayempenda. Biblia, tunaposoma Biblia na katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura yake ya 5 aya ya 43 hadi 46, Yesu alisema hivi, eti imeandikwa, eti mpende wale wanaowapenda,
mchukie maadui zenu. Eti lakini mimi nawaambieni, wapendeni maadui zenu. Bwana sifiwe. Waombeeni wale wanaowauzi. Yaani upendo hauna ubaguzi. Upendo hauna mpaka. Upendo haubagui, hauchagui. Pende Yesu anasema eti wapendeni maadui zenu. Waombeeni wale wanaowauzi. Eti mkiwapenda maadui zenu na kuwaombea wale wanaowauzi, ndipo mtakapokuwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Kweti kwa sababu Mungu naye anapowakisha jua, huwakishia jua wema na wabaya, hachague. Na anaponyesha mvua, huwanyeshea mvua wale wacha Mungu, wale wenye haki na waovu, hachague. Ni hili neno la Mungu. Roho Mtakatifu hupanda, humimina upendo wa kumpenda Mungu, wa kupenda jirani yako kama nafsi yako, upendo wa kupenda adui yako na kukuwezesha kuombea wale wanaowauzi. Kumbuka Stefano, wakati alipokuwa akipigwa mawe, akiuawa kwa kupigwa mawe, aliombea wale waliokuwa wakimuua. Wale hawakukuwa marafiki zake, hawakukuwa ndugu zake, yani walionekana kwamba walikuwa maadui zake, lakini kwa sababu alikuwa anajaa pendo kutoka Mungu, aliwaombea. Eti Baba, uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Bwana sifiwe sana. Ni hili neno la Mungu, ndugu msikilizaji wangu. Kuna neno la huzuni katika dalili Yesu alizozionyesha, alizozisema, dalili za kurudi kwake. Yesu alisema neno kubwa sana, neno gumu. Alisema, tunaposoma katika Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Mathayo sura yake ya 24 aya yake ya 12. Yesu alisema eti kwa sababu wakati huo maasi yataongezeka. Eti na maasi yakiongezeka, akasema kitu kikubwa kitakachotokea. Akasema eti upendo wa wengi utapoa. Bwana tuhurumie sana. Bwana kusamehe ndugu msikilizaji wangu. Akasema eti wakati wa kurudi kwangu maasi yataongezeka. Watoto hawatawatii wazazi. Wanawake hawatawasikiliza waume zao. Waume hawatawasikiliza wake zao. Hata makanisani watu maasi yatainuka. Yaani wenye kuongoza wa Kristo hawatawatia, hawatawasikiliza viongozi. Na viongozi pia hawatawasikiliza wa Kristo. Yaani maasi yataongezeka. Na maasi yakishaongezeka, upendo wa wengi utapoa. Na kwa sababu upendo ndicho kifungo cha ukamilifu, yaani hapata kuwepo tena ukamilifu kwa sababu upendo utapoa. Ndugu msikilizaji wangu, upendo ndicho kitu cha maana kikubwa. Na hakuna mbingu pasipo upendo. Hakuna hata mmoja atakayekanyaga katika ufalme wa Mungu kama hana upendo ndani yake. Biblia inasema upendo huvumilia. Upendo hauna mabaya. Upendo hauchagui. Upendo unavumilia. Upendo haulipe kisasi. Ndivyo maandiko matakatifu yanasema. Ni hili neno la Mungu, ndugu msikilizaji wangu. Je, unajitayarisha kweli kweli kwenda mbinguni? Mbona ungali unafurahishwa na shida inayompata mwenzako? Unacheka, unafurahi. Kwa nini? Kwa nini huyo mnayeimba naye ungali unamuona kana kwamba ndiye adui wako? Kwa nini Mkristo kiongozi unaona Mkristo ndiye adui wako? Kwa nini unamuona kiongozi wako kwamba ndiye adui wako? Kwa nini mke wako umemgeuza adui wako? Na kwa nini mume wako mwanamke unaona kwamba ndiye adui wako? Biblia inasema wapendeni maadui zenu. Waombeni wale wanaowauzi. Ni hili neno la Mungu. Yesu anasema eti nawapa amri mpya, mpendane kama mimi nami nilivyowapenda. Eti mtakavyopendana kama vile nami nilivyowapenda, ndivyo mataifa
watakavyoona ya kwamba kweli kweli mko wanafunzi wangu. Ni hili neno la Mungu ambalo Mungu amenipa eti nikumbushane na wewe, ndugu msikilizaji wangu. Je, una upendo ndani yako kweli? Au una uhitaji ndani yako? Hauna ubaguzi, hauna chuki, hauna fitina ndani yako? Ingawaje unaimba, unaomba, parapanda ikilia, ungali hivyo vivyo unavyojijua peke yako, utakuwa wanani? Lakini muda ungalipo, na video nyingine na audio nyingine itakayofuata hii, ndipo tutazungumzia lile tunda la furaha. Tutaangalia tunda la furaha, kwa nini Roho Mtakatifu aliamua kulifanya la pili. Ni hili neno la Mungu, msikilizaji wangu, wewe ambaye umelisikia na kulipokea. Mungu akubariki. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa neno hili ambalo umetupa. Tunakusii peke yako zidi kulitafsiri na kulijaza na kwa huyu msikilizaji wangu kama ilivyo mapenzi yako, kupitia jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.